Ndugu wapendwa, hawa wana wetu ambao ni ndugu na rafiki zenu walipo sasa kupewa daraja ya ushemasi. Fikirini kwa makini ukuu wa neema hiyo wanayopewa kwa wana. Wakishaimarishwa kwa kipaji cha Roho Mtakatifu, watakuwa wasaidizi wa askofu na mapadre wake katika huduma ya neno, ya altare na ya upendo, na wakifanya watumishi wa wote. Kama wahudumu wa altare watahubiri Injili, wataiandaa sadaka na kuwagawia mwili na damu ya Kristo. Aidha, kama watakavyoamriwa na askofu, itawapasa kuwashauri na kuwafundisha mafundisho matakatifu waamini na wasioamini, kuongoza sala, kutoa ubatizo, kusimamia na kubariki ndoa, kuwapelekea waliokufani kumepanga, kuongoza ibada ya mazishi. Wakiwekwa wakfu wa kuwekewa mikono kadiri ya mapokeo yaliyotoka kwa mitume, mashemasi wataunganishwa kwa undani zaidi na altare, na hivyo watatekeleza huduma ya upendo kwa jina la askofu au paroko. Nao wayatende yote kwa msaada wa Mungu, ili kwamba wote wawatambue kuwa ni wafuasi halisi wa Kristo, ambaye hakuja kutumikiwa bali kwa kutumikia. Nanyi wana wapendwa sana mnaopewa daraja ya ushemasi, Bwana amewapa kielelezo ili alivyofanya yeye hata ninyi mfanye vile vile. Basi mkiisha kuwa mashemasi, yaani watumishi wa Yesu Kristo, ambaye alionekana kati ya wanafunzi kama mtumishi, yatimizeni mapenzi ya Mungu kwa moyo wote katika upendo. Watumikieni watu kwa furaha kama mnavyotumikia Bwana. Maadamu hakuna awezaye kuwatumikia mabwana wawili, fahamuni kwamba kila uchafu na uchoyo ni kuabudu miungu. Nanyi mkipokea kwa hiari daraja ya ushemasi, kama wale walioteuliwa hapo kale na mitume kwa ajili ya huduma ya upendo, unapaswa kuwa watu wanaoshuhudiwa kuwa wema, wenye kujawa na Roho Mtakatifu na hekima. Ninyi mtaitekeleza huduma yenu katika hali ya useja, nayo itakuwa ishara na kichocheo cha upendo kichungaji na chemchemi yenye kuzaa matunda mengi ya kiroho hapa duniani. Maana mkiongozwa na upendo mnyofu kwa ajili ya Kristo, na mkiisha kwa moyo wa ibada ulio safi katika hali hii, mtaambatana kwa urahisi zaidi na Kristo kwa moyo usiogawanyika. Mtakuwa huru zaidi kwa kumtumikia Mungu na wanadamu, na wepesi zaidi kwa huduma yenu, ili wote wapate kuzaliwa mara ya pili kama wana wa Mungu, mkitia mizizi na kujengwa katika imani, mjidhihirishe kama watu wasio na doa wala lawama mbele za Mungu na wanadamu, kama vile iwapasavyo wahudumu wa Kristo na wagawaji wa mafumbo ya Mungu kwa wale. Wala msikubali kugeukia mbali na tumaini la Injili, ambayo ninyi lazima muwe si wasikilizaji wake tu, bali pia wahudumu. Litunzeni mfumo wa imani katika kanuni iliyo safi, na lile neno mlilohubiri kwa kinywa lidhihirisheni kwa matendo yenu, ili Wakristo wote wakuhusishwa na Roho Mtakatifu wafanywe kuwa dhabihu iliyo safi na ya kupendeza Mungu. Nani katika siku ya mwisho mtakapokwenda kumlaki Bwana, mpaka kumsikia akisema, vema mtumishi mwema na mwaminifu, ingia katika furaha